Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni mjakazi wa Mungu Karen. Nakusalimu popote ulipo kwa jina la Bwana majeshi. Kwa wale ambao mnanitafuta ama mnanikosa, samahani. Unakuta vitu ni vingi, lakini labda kwa wengine ni kupitiwa, so usikate tamaa hakunitafuta. Namshukuru Mungu anayebadilisha wengi kupitia live, kupitia mavideo, maklip ambayo niko na posti. Yamegusa mioyo ya watu wengi, wanawake wengi. Namshukuru Bwana kwa kibali hicho. Nimekuja kutambua kwamba wakati unamtumikia Mungu, usimtumikie Mungu kwa sababu usifiwe na wanadamu, au kwa sababu upate kimoja kitu kikubwa, Mungu akubariki mambo mengi. Bali mtumikie Mungu kwa moyo wako wote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na kwa mali zako zote. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa kunipa moyo wa kufuata yeye Mwokozi wetu Yesu Kristo. Dunia kuko mabilioni ya watu, lakini ni kati ya mabilioni ya watu Mungu amenichagua. Asante Yesu. Lakini pia Bwana huwa anamlipa mtu sawa na matendo yake. Kama uliwahi kufanyizia watu mema, uliwahi kukesha juu ya wengine, uliwahi kufunga juu ya wengine, Mungu hawezi kosa kukulipa. Nakumbuka nyakati za huko nyuma, miaka iliyopita, nilikuwa najitolea sana kuombea watu, kuombea majirani, nilikuwa fanikiza kuombea mchungaji, nashukua chini yake, naenda wazee wa kanisa, mashemasi, wainjilisti, hivyo mpaka namaliza kanisa lote. Kwa sababu kanisa letu alikuwa kubwa kivile, watu walikuwa ni wachache ambao nilikuwa naingia hiyo miaka. Ilikuwa ni kila siku nikiomba lazima nitaje watu ambao nahudumu nao. So Mungu anakuwa anamlipa mtu kwa jinsi unavyojitoa. Na kazi ya Bwana kule na mateso, kuna kukataliwa, kuna kutukanwa, kuna kuzingiziwa vitu hata ambavyo haujawahi kufanya, lakini cha maana ni kuishi maisha matakatifu, kusimama katika kweli, kusimama katika neno la Mungu, kuitetea kweli la neno. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninakwenda kutolea baraka wewe ambao unajituma kushare clip hizi ambazo nina post. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Ninakuombea kama nabii wa Bwana, na natamka neno hili la kinabii. Kama unaumwa, hakika katika jina la Yesu magonjwa ya kuachie. Kama wewe ni mzaifu, udhaifu kuachie. Ambao unahitaji kipawa cha Roho Mtakatifu, pokee kwa jina la Yesu. Maneno ya kinabii yatembee pamoja na wewe. Usione tabu, usione njaa katika jina la Yesu. Ninakutamkia baraka za Bwana wetu Yesu Kristo ziambatane pamoja nawe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ubarikiwe sana ambao unanisaidia kusambaza video hii. Hiyo ni roho ya upendo. Tunakuwa tunajua tamana tupenda hata kwa vitu ambavyo wanatufanyizia. Amen. Kuna mtu anaweza kukwambia nakupenda, lakini hauwezi kuona anakusupport kwa kitu chochote. Sasa tutawatambua kwa matendo. Wanaotupenda tu tunawaona kwa matendo. Amen. So ubarikiwe. Unaweza kuta unijua hatujawahi kuongea wala sionagi gisi unavyosambaza, lakini Mungu anaona na atakulipa. Na Bwana kubariki sana. Haleluya. Maana unajitahidi pia kuleta wanawake kwa Bwana. Wanawake wajitume kwa kumtumikia Mungu, wasitishwe na anasa au vitu vya dunia vinapita. Huu ni wakati wa kumsogelea Mungu, ni wakati wa matengenezo, ni wakati wa kujichunguza ni wapi uko sawa na Bwana. Amena. Kama leo nilikuwa mkifungo cha kuomba tu toba. Niliamka saa 12, sasa nimeona ndoto kama ile, kwa sababu kasema acha nitengeneze. Tukisema kuaga nikisha toka ndoto kamoja kako vizuri. Nasema ni wapi nimemkosea Mungu. Hapo naweza shuka kwenye magoti. So nikaza maombi, mchana wote nilienda kazini, lakini nilikuwa tu kwenye maombi ya toba. Maombi ya matengenezo. Unaweza kuwa unafanya hata hivi mfungo wa siku moja kumomba tu Bwana msamaha, na sio kutafuta kitu chochote. Maombi ilikuwa tu ni toba mpaka kisi nilipofungua, na namshukuru Bwana kasikia, roho ina amani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana kwa neema hii. Leo nimeona nizungumze na wanawake wenzangu ambao wanapenda sana. Haleluya. Bwana Yesu aturehemu kubadili mionekano yao.
Mungu gisa alivyokuumba aliona umekamilika. Haleluya. Hauhitaji kukata nyuso ili ziwe nzuri, hauhitaji kupunguza pua yako ili nyoroke, hauhitaji kuvimbisha msiju midomo ili upendeze au muumu, siju uchubue ngozi, ujiongezee mavitu. Wakati Bwana alipokuumba aliona unapendeza hivyo hivyo gisi ulivyo. Sasa shetani anakubunia mambo mengi, ujione mbaya, ujione una sura mbaya. Ndio maana uwezi ukaenda kwenye harusi, kwenye sherehe yote bila kupaka makeup, bila kuvaa, kwa sababu ibilisi amekutengenezea roho ya kujiona wewe ni mbaya. Kwa sababu mwanamke ambaye anajiamini ni mzuri, huwa ajitabishe na mambo ya makeup, hata kama hajamjua Yesu Kristo, hata kama hajaokoka. Ukiona wanawake wengi ambao wanajibilisha na kujituma sana kwa kuchubua ngozi, ambao wanajituma sana kwa kupaka makeup ni ambao hawajiamini kama wao ni wazuri kama hivyo vingine walivyo. Hajalishi wewe unaweza kumuona ni mzuri, lakini yeye kuna roho ndani yake ambaye inamfanya ajione ni mbaya. Ukimwangalia mwanamke unamwona mbona huyu dada ni mzuri, kwa nini anajitesa hivi? Yeye hajui hivyo. Yeye akijitazama anajiona mbaya. So kuna roho ambayo iko ndani ya wanawake wapenda makeup. Anapojiangalia mkioo wakati ana makeup anajiona mbaya wa ajabu. Anajiona kinyago. Sasa unakuta anajituma apake hichi abadilishe rangi. Roho ya shetani ambiko ndani mwambi na watesa wanawake, maelfu na mamilioni ya wanawake wataenda jehanamu juu ya mapambo. Bwana Yesu aturehemu sana. Chukua hatua leo. Unaweza kaona ni vigumu kuacha. Wengi wanakuta akitaka kuacha kitu ni ugumu, lakini ukichukua maombi ya kufunga utaweza. Tunaweza mambo yote katika yeye Yesu Kristo atutiaye nguvu. Wengine ito ninachekwa. Ukiangalia wanadamu utapotea. Lakini msikilize Mungu. Haleluya. Pia nataka kuongea kitu kikubwa ambacho kimenileta niongee na wewe. Ni wewe ambao unatakaga ngozi yako iwe nyororo, iwe nzuri. Sio vibaya. Lakini unakuta kwa vitu ambavyo tunaweka kwenye sura zetu vinaharibu ngozi zetu. Ukiona unasumbuliwa na chunusi zisizokoma, inakuaga ni pepo hiyo ambayo inakusumbua, ambayo inakuletea machunusi. Amen. Kuna pepo ambayo inakuaga na ya kuharibu ngozi. Kuna pepo ambayo inahusika kuharibu ngozi ya mtu. Kuna pepo ambayo inahusika kuharibu nywele za mtu. So inakuwa ni maroho chafu, majini, na ukiombea unakuta ukifunguliwa ngozi yako inarudi kwa hali ya kawaida. Sasa wanawake wengi wameweza kununua Max hizi hapa. Wanazinunua sokoni ili wanataka kwa sababu wanapenda. Unaona? Hizo ndo wadada wengi wanakuwa na weka hizo. Unaziona hizo? Hizi zina chemical kali kama mjoi. Sasa wengi wanakuwa wanajipaka hivyo vitu, lakini ni vitu ambavyo havimpi Bwana utukufu. Havimpi Mungu utukufu. Na Wakristo wengi wanakuwa wanaweka ya Max ya sokoni. Lakini ukiangalia hizi Max nyingi zao ziko na chemical mbaya. Hata madaktari wenyewe, kuna daktari mmoja nilikuwa ninamfuatilia hapa. Nilikuwa ninasoma hii, nimefind online. So huyu daktari anasema kwamba usione kwa sababu hiyo dawa zile ma products za kuweka sura yako iwe nyororo, iondoe chunusi, iondoe makunyanzi ya usoni, ukakamavu wa ngozi, usifike kwa sababu ina bei kali eti ni nzuri kwa ngozi yako. Hivi ni huyu daktari anaitwa Ketapel. Ni kana jina ngumu jamani. Mimi mwenyewe hata sijui hata kisi ya kuisema. Nyingi zao vitu ambavyo vimekuwa ndani ya hizo product zina chemical ambayo haifai kwa ngozi yako. Hiyo ndio visa anasema haifai kwa ngozi yako. Na pia wamejifunza, walikuja kugundua kwamba zingine kabisa hazifai, haziko safe kwenye mwili wako. Na madaktari wenyewe zingine hawajawahi kuzi-approve kwamba zizishiwe sokoni. So ni nini hapa? Ni ujanja tu wafanya biashara watandika pale eti imechekiwa na madaktari iko nzuri kwa mwili wako, kwa ngozi yako. Kumbe ni uongo, kwa sababu ni business. Unajua mtu akikuwa na mtaji wake ni lazima asifie biashara yake. Okay, if you want to do something simple
and good for your skin. Try. So akashatoa ushauri kama unataka kufanya kitu kizuri kwa sababu ya ngozi yako iwe laini, iwe bora, iwe nzuri, onana na daktari kwanza. Pia ufanye ya kwako mwenyewe binafsi. Lakini akasema kwamba hata ile ya kwako ya nyumbani, ila mwana kuta watu wanachukua limao, wanachukua sijui na asali wanaweka. Mimi niliwahi kujaribu ya kwangu mwenyewe ya vyakula tu, ikaza asali ikaza kuniharibu sura. Ndio maana nimeona leo nije kuongea na wanawake wengi. Ikaza kuniharibu uso, vimabego vikajaa usoni. Na mimi sikuage na chunusi, lakini nimeshangaa nimepata hewa mbaya. Nilipoiacha nikakuwa vizuri. Sasa huyu daktari anasema kwamba hata wakati unaponunua hiyo vyakula hivyo, unaweza kuwa ni limao, ginger, kuna vitu vingine ambao watu wana apply kwenye sura zao. Wengine wanakuta anaweka viazi, wengine wanaweka tomate. Nishaviona kwenye YouTube channel za watu mbalimbali, wanakuambia weka hiki, jaribu hichi, ona ngozi yangu gisi ilivyo. Kumbe anataka tu kupata view na likes yake YouTube endelee kuongezeka kwa sababu wanalipiwaga hela. Amen. So Bwana tusaidie, usiwe unadanganywa kwa sababu mtu anakuambia ona nywele zangu gisi zilivyo ndefu, nimetumia sijui kitu fulani, wewe unaenda kujaribu, kumbe ni uongo. Mwenzako anafanya vile kutaka kupata view ili awaingize hela yake ya YouTube channel iendelee kuongezeka subscribe. Sasa daktari anakushauria kwamba ni vizuri kwanza unaona daktari ambaye atajua ngozi yako itaendana kitu gani ili usije kupata shida. Na pia akasema kwamba kitu kizuri cha wewe kuweka, usiweke limao, sio nzuri. Ameshauria hivi vitu ambavyo viko na acid nyingi sio nzuri kwa ngozi yako. Kama ile papai, akaweka ile lemon, ni uwe careful. Akasema kitu kizuri, akasema ni aloe vera. Aloe vera watu tunajua. Aloe vera iko very simple. Na mimi ndo ambao huwa natumia. Hata nilikuwa nimeungua siku hizi, lakini huwezi jua. Niliungua na maji, ile joto ya maji imenipiga, nikasikia siku nzima mkono ulikuwa umewashi. Lakini wakati nimeungua nilipaka aloe vera. Kwa sababu aloe vera ni nzuri, wakati umeungua ukiwahi kuiweka hauwezi kuonekana, wala vile vimaji kisi vinavimbaga huwa vionekani. So ifanya kuiweka na Bwana akasaidia ikakuwa sawa. Kikuwa na kidonda ukitaka kupaka aloe vera inakaushaga kidonda. So inabidi tu uwe na bidii. So na ameshauria na olive oil. Hiyo ni yeye ametoa. Hiyo ndo nzuri, ndo haina madhara yoyote. Kwa naweka aloe vera. Ya labda waijue. Hii hapa takuonesha nayo hapa wale ambao wanaweza kuwa waifahamu. Sijui shawahi kuiona mahali popote hiyo hapo. Yes. Hiyo unaweza toka ukachemsha, unakunywa maji yake na kwa machungu. Lakini inasaidia kwa tumbo, kwa ambao unakuwa na choo ngumu sana, tumbo kuuma mara kwa mara, inasaidia. Sasa huyu daktari ndio akisema hivyo, tushauria hivi, inabidi tuwe makini. Amen. Nimeona nianze kwanza na vitu vya kawaida kwa wale ambao ukiwaambia Bwana amesema wanapinga. Tuende sasa kwa madaktari kwa sababu wengi wanaamini madaktari akishasema kitu ndo anatii. Daktari kukwambia ukiendelea kula hii vitu vya sukari nyingi vitakuongezea magonjwa mwilini, na kutaka mtu anaogopa. Lakini mtu akikuja eti Bwana amenifunulia vyakula hivi sukari makeki vinaharibu watu wengi, unakuta wanapinga. Eti Mungu gani wanaanza kupinga? Mungu aliruhusu tukule chakula chote. Lakini kama ni daktari wanatii. Unagisi watu akili zilivyo bomolewa. Sasa akasema apple cider vinegar. Na hiyo apple cider vinegar nayo ni wengi walikuwa hata mimi nawe kuijaribu, lakini kaniharibu ngozi yangu. So uwe makini, usione kwa sababu mtu amekuonesha hivyo na wewe unaenda. Alisema hii ni mbaya, inaleta muwasho. Wakati unapaka vitu vya kali kwenye ngozi yako inaleta muwasho, magonjwa mabaya katika mwili wako. Amen. So na recommend to test a small. Kwa anatoa recommendation yake kwamba ukitaka kujaribu kitu chochote, weka kasehemu kadogo tu uone jinsi itakavyofanya. So hiyo ndo mashauri ya daktari na ni mazuri. Ona, na ndio sio Mkristo huyu.
Sasa kuna wengi wanapenda hii hapa. Umeshaiona, umeshakutanana nayo hiyo. Hiyo watu wengi wanaipenda sana. Hata hapa kabisa ni ambayo imetrend, imechukua mavijana mabinti wengi. Hiyo dawa hiyo ya sura. Ni kama vile inaosha uso wako, inaondoa ni clearance ya sura, inasafisha uso wako, ngozi yako, na wale wa machunusi inawasaidia. Lakini ndani ya hii product ni mbaya sana. Kwanza ambaye mwenye brand ambaye ameona wa hii mafuta ya hizi masabuni zake ni kijana tu wa 37, mwanaume. Lakini anakuwa anacheza movie, anakuwa anaimba music. So haujui maagano gani ambayo amefanya mpaka hii yake product zake ziwe very attractive kwa watu wazipende sana. Ni lazima ujiulize nyuma ya na maana wanaanga wanazifanyia hata kwenye ad. Hiyo wanataka mkiswali kitu kia Kongo publicity. Bule video ambapo unakuja full wakati unafungua vile unakuta kale ka video unakuja pale. Unakutaga inazo zinakuja. So kwa dada mmoja Mkenya aliwahi kuniambia kwamba akaniambia, Sister Karen, ukiona mara nyingi vitu, ni mtu mzima wa miaka 40 na vitu, yani mkubwa kwangu mbali. Sasa alikuwa na akili sana, mtu ambaye amesoma. Akaniambia ukiona kitu kimeletwa hivyo kwenye ad, hivi ni vitu ambavyo wanavipromote, unajua ni vitu vya kuzimu. Nikasema ni kweli. Kwa sababu vitu vizuri huwa haviendi kivile, lakini vitu ambavyo vinaleta hatari na madhara kwenye miili yetu, kwenye afya zetu, ndio huwa wanavipromote kwa nguvu sana. Ukiona sehemu zote vipo, uwe makini. Uwe makini. Kuna dada mwingine mzungu na aliwahi kuongelea hii. Mna roho, mna nguvu za giza fulani. So fungukeni akili. Nakutana na wanayo na ndogi ndio unapoteza macho yako ya kuona. Mara uone vimandoto vinavifai. Mara ukikuwa ibadani hauoni tena. Wengi unakuta hizo nazo hizo. Unaona? Sasa hizi ndugu zangu, kwa mwanamke ambaye ana roho wa Mungu, Bwana anaweza kukuongoza kufanya vitu vya hivi. Unaenda kununua product sokoni, max, unakuta kujiweka. Niliwahi kuvifanya hapo nyuma, lakini nikasikia tu roho yani kabla na stop nisiendelee. Sasa uwe makini sana. Ni kitu ambacho Bwana amenikumbusha niongee, kwa sababu nilikuwa bado sijakiongelea hichi kitu. Na wengi wanavifanya, wako makanisani, eti wanapendeza ngozi. Sio vibaya ngozi yako kupendeza, kuonekana na muonekano mzuri. Hatujakuwa kale tuonekana rafu, tuonekane watu ambao hatuko sawa, hapana. Lakini pia lazima tutumie vitu ambavyo havitatuletea hatari kwenye ngozi zetu. Amen. So wengi ambao tunayo hivi vitu, tutakutana ngozi zao zinaanza kwenda wanachubuaga ngozi hata bila wao kujua. Afikiza analainisha ngozi yake imekuwa nyeupe, imependeza, lakini uko unachubua ngozi yako bila wewe kujua. Na unakuta kama uzeeni au kwenye umama wako unakutaga ngozi inaharibika. So shetani atakudanganya kale kamuonekano kamuonekano kazuri nini hapa, ka ujana, ka ubinti, ka umama, unakuta unaonekana unavutia, kila mtu akikuuliza unatumia nini, unapaka nini. Lakini usubirie miaka 40, 45 kula 50, unaweza kuona ngozi yako inaanza haribika. Ni kama mafuta ya colorite ambao wanajipaka mafuta ku cream. Ukiona kama vile bado angaliki mabinti au vijana au wamama au wa miaka 30 na vitu kupandisha, bado unakutaga wanavutia gisi wanavyopendeza na hiyo mafuta, gisi wanavyong'aa, lakini usubirie waanze kufikisha miaka 40 kuendelea. Wanaonekana gaji vibaya mno. Mafuta yanaanza kukataa kwa sababu wameharibu ngozi yao. Wameitesa ngozi sana. Ndio hiyo max nazo hizi za sura. Utaweka hivyo kwani unakuta kila mtu anakusifia, unasifiwa, lakini miaka ijayo hautapenda gisi utakavyokuwa unaonekana. Utajichukia kwa sababu ulikuwa unatumia vitu ambavyo viko kama vina chemical mbaya, mwisho itaanza kukuletea. Kwanza wanasema kuna zingine zinaharibu watu sura zao. Zinafanya watu sura ziharibike vibaya mno. Sio jaribu kuandika hapo. Wengine wa community zinaleta kansa. Unaona? Kuna watu sura zao zimeharibika.
Kuna watu sura zimeharibika mpaka ukiwaona unawaonea huruma kwa sababu ya kutokupenda nini? Kutokupenda kusikia kujaribu kila kitu. Haleluya. Tafanya kimoja picha hapa ambayo itakusaidia uone gisi watu gisi sura zao zimeharibika. Huyu anakuonesha gisi alikuwa na jaribu ili kutaka aonekane amependeza, unaona? Na gisi imemletea madhara. Sana mara nyingi unaona? Hao ni watu ambao wameharibikiwa kwa sababu ya kupenda kutumia, wanapenda sana kutumia hivyo. Unaona gisi wameanza kukua. Sasa hizi product nyingi sio kwamba eti zinakuwa tu zinakudanganya. Utadanganywa na kale kama muonekano, lakini mwishowe zina hatari. Skin care. Juu zinaingia ndani ya mwili, ndani ya ngozi kwa sababu mwili unakuwa na vitundu. Zinapoingia humo, kila siku chemical kali unaingiza, na tena mbona magano ya kuzimu. Ole kwako usijiletee shida. Ole kwako usijiletee shida. Na hii ni dhambi kwa sababu unaposoma maandiko matakatifu, ndugu yangu, neno la Bwana linatuambia kwamba ukisoma Wakorintho wa kwanza 3:16 na hadi 17, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, so mwili wako ni hekalu la Mungu. So unapoharibu, ndio maana ukuta mtu kujikata mbele ya macho ya Mungu ni dhambi. So vile kupaka vitu vikali kwenye uso wako, unaharibu ngozi yako, unaharibu mwili wako mbele ya macho ya Mungu, ni wewe tayari unaharibu hekalu la Bwana. Ndio maana mwili wako hauhitajiki vitu vikali, vitu vya kuchubua, vitu vya kujiingiza mapua, vimaereni, unajitoga kwenye maulimi. Ni kama vile unaliharibu hekalu la Bwana. Mwili wako ni hekalu la Bwana, hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie. Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Unasikia? Ukiliharibu hekalu, Mungu naye atakuharibu. Usifikirie utakuwa salama, hapana. Na ndio maana unaona watu wote ambao wanachukua mwisho wao wanapata shida. Utakuta mwenyewe anauma macho, hata ile kupaka ile kutafuta eti urembo ni mwisho wao. Watu wengi wanaumwaga macho, matatizo mengi hayaishi ndani ya maisha yao, na watafikiria eti wamerogwa, kumbe wenyewe wamefungua milango za mapepo ndani ya maisha yao. Haleluya. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Ndio sisi. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni lazima hekalu la Mungu linahitaji usafi, kutengenezwa vizuri. Amen. Wakati una shamba lako umelima, ni lazima shamba lako litahitaji vitu vizuri. Utahitaji ulilime, uliparalie, uende kuangalia kini kinaendelea, umwagie maji. Na ndio gisi hata Roho wa Bwana ndio gisi huwa analindwa. Roho Mtakatifu sasa analindwa na nini? Maombi, kufunga. Amen. Haleluya. Ibada, ukikesha ukiomba, maisha matakatifu, ndio gisi Roho Mtakatifu anavyolindwa. Na maisha matakatifu ndio yanafanya Roho wa Bwana aendelee kujidhihirisha ndani yako, na viwango kuendelea kuongezeka zaidi na zaidi. Maombi hivyo unakuta unapokea vingine vipawa, vingine karama. Kwa sababu gani? Unaomba kila wakati. Huo ndio usafi wa Roho Mtakatifu, kumlinda Roho wa Bwana ndani yako. Haleluya. Kisoma tena Wakorintho 6:19-20 nakwambia, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa, haleluya, kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Haleluya. Ukisoma hata Warumi 12, itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Bwana Yesu atusaidie. So, kwa nini unautaibisha mwili wako, unautesa mwili wako, na wakati Biblia yenyewe inakuambia ukiharibu hekalu ya Bwana, Mungu naye atakuharibu. Bwana atakuharibu. Bwana atakuharibu.
Kila kitu tunachotenda, kila jambo, hata kale kadogo, katahesabiwa. Katatolewa hesabu siku hiyo ya hukumu. Kingaliki mzima leo, tafakari ni wapi uko sawa na Mungu. Tafakari ni wapi utendee vizuri na Bwana wetu Yesu Kristo. Usijione mgahidi, usijiweke mwanamke mgahidi. Haleluya. Utalipwa sawa sawa na matendo yako. Amen. So nina haya machache kuongea na wewe. Ni vingi sana ambavyo vinakufanya unakosa raha. Mara unataka kufanana fulani. Mungu alipokuumba aliona unafaa na unapendeza hivyo hivyo. Hauhitaji kufanana mtu mwingine ili upendeze. Cha maana wanawake hatujipendi. Hatupendi uumbaji wa Mungu na tumekuwa wanafiki. Tunapokuwa makanisani tunamwabudu Bwana lakini huku unaliliereni puani, masikioni. Mwana Rebeka aliwahi kuwekwa kitu puani. Hiyo ndio inakuwaga wengi. Rebeka aliweka kitu puani. Rebeka, lakini mnashindwa kuelewa kwamba toka zamani Bwana alikuwa anakataa hayo mambo. Na wale ni watu ambao bado walikuwa hawajaipokea neema ambayo sisi tulipokea. Kulikuwa kuja kwa wahubiri kama hivi. Yesu alikuwa bado hajaja kuweka mambo sawa. Lakini tunakumbuka wana wa Israeli, Bwana wakati walikuwa wanataka kuonana na Mungu, Musa aliwaambia aje watoe manini? Mikufu yao, mabangili zao, mapete zao, wajitakasi. Yaani hivyo vitu havitaingia kwenye ufalme, vitatolewa, ni uchafu. Bwana Yesu atusaidie. So tunajitesa sana kujitaibisha, kutaka kutafuta kupendeza, lakini mambo mengi hayamfurahishi Mungu. Mafuta vingi ambavyo unajipaka ni mafuta vimoja havifai. Maperfume manini vyote hivi ni uchafu na takataka. Kuna maperfume ukijimiminia, kuna channel nimekuwa nafuatilia akasema hiyo perfume inaandikwa kama master. Sasa anapojipaka hiyo perfume huyo dada, eti ndo wakati anajihisi hamu ya tendo la ndoa sio kwa ya kawaida. Una perfume kama hizo. Eti anajiona kama vile kuna kitu kimemuingia ndani mwake. Vitu vya ajabu sana. Bwana Yesu atusaidie. Na kuna wengine hata vitu vya kupaka usoni, unakuta kijajipaka ndo kila siku anataka akae, mtu unakuta anakaa mkioma saa 3. Yuko tu hivi anajiangalia ngozi, mtu unajiabudu. Lakini anaweka kanisani anasema tena muabudu Bwana. Lakini Mungu akikutazama anaona wewe unajiabudu mwenyewe. Kwa sababu una spend a lot of time on mirror, uko tu unajiangalia 2 hours. Uko tu pale unajitazama, unajiangalia nini kamekosekana, sijui kingine kachunusi yaka masaa kuliko muda wako ambao ungeomba wewe unaupoteza eti kwa kutaka kuonekana, kwa kutaka tu utishie watu. Bwana anaona ni ubatili. Tuwe na kiasi. Amen. Tuwe na kiasi. Bwana Yesu atusaidie sana wana wa Mungu. Barikiwe sana. Na tuwe makini tukimuuliza Bwana kila kitu tunachofanya, tumuombe Mungu atufunulie, Bwana aseme nasi, na kwamba ujifunze hata kwa wengine. Ukiona video hii jifunze hapa. Bwana kufungua akili na maarifa, usikie mwanamke ambaye umefungwa huko. Toka kwenye hivi vifungo vya shetani kwa jina la Yesu. Mambo mengine hatuyapati kwa sababu neema ni kubwa, lakini unakuta tunapoteza neema ya kubarikiwa kwa sababu ya mambo ambayo tumegangania ya shetani. Tunakosa kuona makuu ya Bwana ndani ya maisha yetu kwa sababu tumegangania uovu, tumegangania uchafu. Bwana Yesu aturehemu sana. Uchafu wa rohoni, tumegangania chuki, tumegangania wivu, fitina. Tumegangania mapambo, tumegangania mafuta ya ibilisi ya kuzimu. Haleluya, Bwana Yesu aturehemu sana. Na Bwana tubadilishe, Bwana tutengeneza, tufanye viumbe vipya. Muda ni muda, parapande inaweza kalia hivi ya kupasa muda wote. Uliza Bwana ukoje? Njia yako unapoitazama ikoje? Unapoota ndoto unajiona uko wapi? Je, unajionaga uko maporini unapigwa? Unajionaga uko wapi? Uko kwenye matakataka uko wapi? Ule mtu ambaye unamuona kwenye ndoto zako kila siku unajiona ule ndio wewe. Nafsi yako iko wapi? Inatangatangi na wayawaya. Kwa sababu kama kweli uko vizuri na Mungu, utajiona mwenye mavazi matakatifu, mwenye mavazi meupe, unafanya kazi ya Mungu. Hauwezi kujiona kwenye mambo machafu. Haleluya. Baba, nasema asante kwa neema hii. Ninakushukuru kwa upendo wako.
Ninakushukuru kwa rehema zako. Ubarikiwe Bwana, upewe sifa na heshima. Asante kwa kusema na wajakazi wako. Na mimi Mungu utawapa tena ile hofu ya dhambi. Utawasaidia, utawakumbusha, utawaonesha njia zao. Haleluya, kwa jina la Yesu. Ninakushukuru, utukufu na heshima zikurudilie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kitu kingine ambao Bwana amenikumbusha akasema waoneshe inayo. Haleluya, asante Yesu. Asante Bwana majeshi. Wewe ni mwema Bwana. Nilikuwa nataka nikuoneshe hapa. Kuna watu wengi wanakuwa wanavaa hizi mavazi za, unaona hiyo ni begi, lakini ukiona ngozi ni nyoka, right? Unaona? So kuna hizi manguo za hivyo. Hizi nguo, hasara ya kuvaa nguo za hivi za masatu, minyoka, zinafungua milango za mapepo ndani ya maisha yako. Unajikuta uendelei, unajiletea balaa. Amen. Na kuna hata manguo zingine za machui. Wengi wanazivaa, lakini ukiwaambia hawataki kuacha, hawataki kutoa hiyo nguo. Sasa lazima ujitazame ukoje. Masai ni yako. Nguo ambayo inakuwa inafanya nguo iwe ya rangi yoyote, lakini isiwe na masai, isiwe na maandiko na majina, isiwe na, yani sio tu na sign yoyote, iwe plain kama hivi. Iwe tu ni nguo ambayo ina rangi moja. Inaweza kuwa na maua, kwa sababu maua ni alama ya utakatifu, alama ya utukufu. Ndio ukiona mtu kwenye maono umepewa maua na kuaga, mara nyingi ni utawa. Yes. Lakini kisha kwa tofauti na maua au mistari nayo ni simple sana, na tatizo yoyote. Lakini tofauti kisha kwa tu na masaini. Epuka hizo mavazi ya masaini ambazo hauzijui zinamaanisha nini. Masaini ambazo haujui zinatoka wapi. Sai kwa sema nionyesha saini za nini. A print. Anaweza kabatika zimoja zenu unaweza ukaona. Hapa tuone kwanza hii moja hii. Nikuoneshe hii moja hapa. So unaenda kuvaa nguo mtu yuko hivyo. Unajua inamaanisha nini? Unajua maana ya hiyo? Unavaa vazi la mtu haujui inamaanisha nini. Tuone kuona hii. Unaona? Ndio Masai ambaye anasema unaona? Hii kidudu kiamona kise kimewekwa hapa, wewe hata ukaelewa ni nini. Unaona majina yake? Sasa unakuta mtu unavaa vitu kama hivyo. Saa ngapi utakosa kupigwa? Hii ni milango ambayo unakuwa watu wengi wanakuwa wanafungua wenyewe bila kujua. Unaona? Tuone kama hizo hapo, unaona? Unavaa vazi kama hilo na unajiona uko sawa. Wewe ambao unaomba kila siku. Kuna mambo mengine inabidi tuwe makini. Tutumie akili na maarifa ambayo Mungu ametupa. Tusiishi kama mataira wa kiroho, bali tuwe waerevu. Biblia inasema tuwe waerevu. Wapole kama huo, lakini waerevu kama nyoka. Yaani Bwana hataki kumbe tuishi kama watu ambao hatuko sawa. Hapana. Mavazi ambayo utakuta hata mtu ambaye anajiita na Roho Mtakatifu anavaa mavazi ya machui. Pako unajiuliza huyo mtu, ukiona watu ambao walikuwa wanavaa hizo manguo unawaona ni watu wa hatari. Sasa wewe Mkristo unavaa nguo kama hizo, unajua inamaanisha nini? Hao ni watu ambao ni watu wa giza ambao wanavaa hizo nguo. Sasa wewe Mkristo naye unaenda kuvaa mavazi kama hayo. Hata vyakula hot dog unawekea watoto masirio, manuros, ingine nini ambayo inaua watoto, machipsi, candies, ice cream, ni vingi ambao tunaulisha watoto uchafu, matakataka, tunalisha watoto mavi. Unafikiria ni chakula, hii hot dog hujui imepondwa nini, kama kumbe ni mwili wa mtu umepondwa. Wewe unaenda kumpa mtoto. Unaroga mtoto wako mwenyewe, afu unaanza kulamua chawa amenirogea mtoto. Kumbe ni wewe mwenyewe unaroga watoto wako. Vyakula vingi vina sumu. Na nitakiongelea kitu kwa upana zaidi. Vyakula vingi vina sumu.
Sio ile sumu ya kukula na hapo hapo unaweza tapika damu. Ni sumu ambayo inaua mtu pole pole. Vyakula vingi vina sumu. Na ni kitu ambacho hata madaktari waisha kiapprove. Na ikikuwa nyingi mwilini ndio inaleta nini? Kansa. Kuna kansa za kipepo na kuna kansa ni ugonjwa. Sasa ni lazima tuwe, maana Bwana alisema tutaondoa pepo wachafu na pia tutaombea wagonjwa na watapata kupona. Amen. Na maana kuta mtu anaweza kaumwa mafua, akikunywa dawa anapona. Je, pepo inaponaga na dawa? Jibu hapana. Lakini kama ni mafua ya kipepo, hata muombe, hata mtu akunywe dawa aishage. Unakuta mtu anafanya kila mwezi lazima aumwe. Kila mwezi lazima aumwe. Inakuwa ni roho ambiko ndani yake inafanya aumwe hiyo maoma, mavikozi isiyokoma. So hiyo ni pepo, hiyo mtu anahitaji maombi. So tutaishia hapa. Ni mengi ya kuongea, ni mengi ya kufunua, lakini Bwana endelee kutusaidia, atulinde na mabaya yote. Damu ya Yesu tufunike. Tuendelee kuombea nchi ambazo zinapitia misukosuko. Kuombea sisi kwa sisi, na damu ya Yesu tufunike katika jina la Yesu. Asante Bwana, kushukuru. Amen, amen. Ubarikiwe sana mwana wa Mungu.